Upande wangu wa kulia ni makao makuu ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC, ambapo kamera za Jambo TV katika nusa zake zimenusa na kufahamu kuwa maaskofu wa makanisa Ufufuo na Uzima walifika katika baraza hili la maaskofu kwa ajili ya kuweza kuzungumza na katibu mkuu Father Dr. Charles Kitima. Tumejaribu kumuuliza naibu katibu mkuu wa makanisa hayo, Askofu Mwanamapinduzi Maximilian Kadutu, ni kipi hasa ambacho wameweza kuzungumza, na akatueleza kwa uchache kile ambacho yeye wamezungumza naye Padre Kitima. Mzuri wa kwenda kumuona kwa sababu kana wakati ile maumivu, tukaona sasa nafikiri muda mwafaka kwenda kumpa pole akiwa ofisini kwake. Lakini tunafahamu ambacho kinaendelea kwenye kanisa lenu, na wiki iliyopita pia mlitoa agizo waumini waende kanisani na wakaenda kanisani. Yako yaliyotokea mengi pale, labda pengine mmekuja kuhitaji nguvu ya ziada zaidi kutoka kwa kanisa Katoliki. Nguvu ya ziada wala si ya kuja kuonana nao, kwa sababu wanafahamu yote yaliyotokea. Kwa hiyo wanafahamu Katoliki, na Wakatoliki kusema kweli tunaweza kusema hawa ndio walezi wa Kristo duniani. Ni walezi wa madhehebu mengine yote duniani ambayo yamekuwa ni ya Wakristo. Kwa hiyo sio swala la kuja kumuona ndo pengine kwa sababu ya kazi kufungwa. Wanafahamu kanisa limefungwa, leo ni wiki ya 3 katika mazingira ambayo hamna msimamo wa kisheria, hamna msimamo wa kiserikali, hamna msimamo wa kipolisi. Waumini wa Tanga walikosa huduma za msingi za kuabudu. Kwa hiyo nadhani sio swala la kuja kuwaona. Ingekuwa hivyo tunasema tumechelewa sana. Nadhani kama ni habari hizo washajua mapema sana, lakini hii ni safari kwenda kwa ajili kumpa pole tu, kwa sababu ni mtu ambaye alipata mambo ambayo hata si wenyewe tuyapendi. Na si tu hapa, tumekwenda mpaka hospitalini kwenda kumwona hospitalini. Kwenye mazungumzo yenu na Padre Kitima, pengine mlipata nafasi ya kufika mwafaka wa namna gani, pamoja na kwamba mmemjulia hali juu ya namna nyinyi kushirikiana kwa pamoja kuweza kutatua changamoto ambayo inawakumba? Yamekuwa tu ni kama unavyojua, ukienda kwa mtu ambaye amepata mandhari kama yale, kwanza na kuelezea yaliyotokea. Lakini cha pili, nadhani sisi tulikuwa na wajibu wa kumuuliza sasa nawaza nini. Lakini ukweli tu ni kwamba tumeongea na kumpa pole. Hii swala kanisa anafahamu, na anasikitika pia kama Mkristo. Kumbuka huyu ni katibu wa Baraza la Maaskofu TEC. Kwa kama ni Mkristo basi ni wale Wakristo wa juju kabisa ambao wanafahamu vitu kwa undani zaidi. Kwa hiyo na yeye pia ametoa masikitiko yake na kutupa pole, na sisi pia kwa kanisa letu si kufungiwa. Leo ni wiki ya 3. Maswali yamekuwa mengi. Yuko wapi Askofu Mkuu wa makanisa Ufufuo na Uzima Dr. Josephat Gwajima? Pengine naye alipata nafasi ya kuweza kukutana na Padre Kitima. Anauliza hivyo nani? Watanzania mtandaoni wanauliza yuko wapi Askofu Gwajima. Tumuone kwenye ibada juzi hakuonekana, japo ile nyingine kuna video zilionekana mitandaoni kuwa alishiriki. Hii hakuonekana. Wafungua kanisa watamuona Askofu Gwajima. Askofu Gwajima actually yeye utamkuta madhabahuni. Madhabahu naamini kama ingekuwa ni wazi, hata siku moja mbili zisingepita wangeonekana. Sasa katika mazingira kanisa kufungwa, actually anakosa platform nzuri ya kuonekana, ya kuonekana ama kwenye media ama kwenye vyombo vya habari. Ana channel yake inaitwa Rudisha TV ambayo ikikuwa Jumapili watu wanaangalia. Kwa hiyo nadhani tuone itakavyokuwa, lakini kama zikifunguliwa watu watamuona. Na kusema kweli ni kati ya watu ambao wanaweza kuwa na maumivu makubwa sana, kwa sababu ya waumini wengi ambao walikuwa amewafundisha kiimani sasa wanakosa huduma nzuri za kiroho. Inakuwa nafasi nzuri pengine ya kumwomba Mungu zaidi. Kesho pia ni Jumapili. Tutegemee waumini watenda kanisani au watasali pembeni ya barabara kama walivyofanya Jumapili iliyopita? Mimi kama askofu siwezi ucomment hilo, kwa maana kwamba hatujapata platform nzuri ya kuambia waumini. Kwa sababu kama unavyokumbuka vizuri kwamba tulivamia usiku wa manane na hapakuwa nafasi nyingine kukutana na watu kama ambavyo kukutana Jumapili kwa hapa nafasi, kwa sababu hatukupewa notes wala hatukusikilizwa. Kwa waumini sasa wanaona kuipigania haki yao ya kuabudu kwa mujibu wa katiba yetu, ibara ya 19, ibara ndogo ya kwanza na ya pili, kuhusu uhuru wa kuabudu, lakini pia uhuru wa kueneza dini yao. Sasa mambo ya kanisa kufungwa yamefungwa, lakini hawajafunga mtu kuabudu. Kama unafahamu vizuri kwamba haki ya kuabudu nafikiri haki ya kila mtu, awe nyumbani
awe chini ya mti. Unafahamu wenzetu Waislamu akifika ni swala anaweka sijui vizuri nikiona, lakini kama msala wake anaswali, kama swala anaendelea shughuli zake. Kwa hiyo na wenyewe nadhani kama ambavyo umekuwa kada yao kusali, watasali tena. Wewe ni naibu mtendaji mkuu wa makanisa haya. Kuna askofu mkuu, pengine yeye ushatoa kauli zako kama sehemu ya kanisa na kufikisha ujumbe kwa niaba ya kanisa. Yeye mkuu wa makanisa anawaambia nini waumini wake katika kipindi hiki ambacho wanapitia? Anawaombea. Nashukuru. Asante.